Yes, bana, mchezo wa ligi kuu ya NBC ikiwa tunatoka kwenye mapumziko ya FIFA Series tukiwakutanisha Azam Football Club dhidi ya Singida Black Stars katika dimba la Singida Black Stars, uwanja ambao ni mpya, uwanja wenye hadhi ya kutumika kwenye michezo mikubwa, Airtel Liti Stadium pale Singida. Azam FC akipanda mpaka nafasi ya pili, lakini pia akiondoka na ushindi mnono, huku Singida Black Stars wakipoteza kwa mara ya tatu mfululizo katika zile timu ambazo zimemaliza msimu ulioisha zikishika nafasi tatu za juu. Maana yake walikwenda pale Airtel Liti, Young Africans wakaondoka na ushindi wa mabao 3-0, lakini vile vile mnyama mkali wa mwituni Simba Sports Club walivyotua pale waliondoka na alama zote tatu kwa kuwafunga Singida mabao 2-1. Leo hii tena Azam FC wanalambalamba ice cream wameingia Airtel Liti na kuondoka na alama zote tatu muhimu na ushindi wa mabao 2-1. Kama ilivyo ada, waamuzi wetu umekuwa ni utaratibu wa kufanya mistake katika mchezo ambayo wanachezesha ndani ya ligi kuu ya NBC. Hawajawahi kumaliza mchezo pasipo kuwa na tatizo. Hawajawahi kumaliza mchezo pasipo kumpunja timu moja wapo kiwanjani. Leo hii tumeshuhudia tukio ambalo linahatarisha afya ya mchezaji, lakini mwamuzi ameweza kufunika macho yake na kutokuamua kutoa adhabu yoyote katika tukio lile. Lakini tukitazama tukio lenyewe ni kwamba mwamuzi alikuwa katika nafasi ambayo angeweza kutazama vizuri. Pascal Msindo anachezewa madhambi ndani ya penalty box. Mwamuzi anakataa kufunika mkwaju wa penalty na kuwapa Azam mkwaju wa penalty. Hivyo Singida leo hii wamenufaika. Ni kama leo Singida Black Stars wamekwenda kupata ahueni ya kutokupoteza mchezo aidha kwa idadi kubwa ya mabao mbele ya Azam Football Club, kana kwamba tukio ambalo amefanyiwa Pascal Msindo ilikuwa ni clear penalty. Haikuwa na maamuzi ya kujiuliza, kwa sababu wakati mpira unatoka mguuni kwa Pascal Msindo, kwanza alianza kusukumwa nyuma akiwa kwenye movement, anaingia kwenye penalty box, anaucheza mpira, then mlinzi ambaye alitaka kwenda kucheza mpira anakwenda anaukosa mpira, anacheza miguu na kucheza mwili wa Pascal Msindo, lakini mwamuzi yeye akatafsiri kwamba haikuwa penalty. Binafsi naona kabisa kwamba Nasoro Mwinchui zamu hii hatopona kunako kamati ya saa 72 baada ya kuketi na kurejea pia kutazama nini ambacho kilikuwa kinapaswa kuchukuliwa pale. Ameshindwa kutafsiri sheria ya madhambi, kana kwamba pale mwamuzi alipaswa kufunika mkwaju wa penati, na bila kupepesa macho Azam FC wamenyimwa mkwaju wa penati na Singida Black Stars wamenufaika. Haya ni matukio ambayo yamekuwa ni mwendelezo kwenye mzunguko wa NBC Premier League baada ya kupinduka kwa duru ya pili, lakini tunaweza tukabaki kwenye uhalisia kana kwamba leo Azam amenyimwa mkwaju wa penalti. Twende tukatazame tactically Azam FC walikuwa bora katika eneo gani. Binafsi Azam FC walikuwa bora sana katika midfield battle, kana kwamba waliweza kuwini, lakini pia tunajua toka kuingia kwa kocha Flora Ibenge, Azam FC katika timu kubwa zote ambazo amecheza nazo msimu huu ameweza sana kudominate kwenye possession. Nazungumza hapa, amemiliki mpira mbele ya Simba Sports Club ambao aliweza kumfunga Simba, amemiliki mpira mbele ya Young Africans ambao aliweza kuondoka na sare, amemiliki mpira mbele ya Singida Black Stars. Kwa majanti wote watatu msimu huu hakuna ambaye ameweza kumbiti Azam Football Club kwenye possession mpaka hivi sasa katika game ambazo wamekutana, kana kwamba raundi ya kwanza na wengine wanakwenda kupinduka katika raundi ya pili. Huenda wakaja na majibu tofauti kwenye game zao atakapokuwa wanarudiana, lakini kwa raundi ya kwanza Azam wamekuwa bora sana. Na hata huu mchezo wa leo Azam FC walikuwa very good katika transition, hasa katika eneo la katikati. Ukitazama magoli yote ambao wamefunga mawili, goli la kwanza, goli la pili, zinapigwa pasi, unaona kabisa kana kwamba hii ni timu ambayo inacheza katika mipango ambayo wanakwenda kumalizia katika finishing nzuri. Wanaingia katika eneo la penalty box wa mafullback wote wa Azam, Lusajo Mwikenda, lakini pia vile kutoka kwa Pascal Msindo. Unatazama movement ya bao la kwanza, safi kabisa, utamsifu Lusajo Mwikenda katika position aliyokwenda kukaa. Ni mlinzi wa pembeni, lakini alijikuta yupo ndani ya penalty box kana kwamba amekuwa kama mshambuliaji. Na pia namsifu sana Nasro Saduni kwa kutazama, angeweza kuzuia shambulizi lile, lakini akaamua kuruka na wakaenda kuscore Azam FC. Movement ya bao la pili, mistake ambayo imefanywa na safu ya kiungo ya Singida Black Stars, Alidi Aucho akitoa pasi ambayo haikuwa na macho, lakini mimi naweza nikamlaumu mlinzi wa pembeni ambaye alikuwa anatakiwa kwenda kuireceive ile pasi. Aucho amepewa mpira katika engo ambayo hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa katika position nzuri ya kwenda kuweza kumpokea ule mpira. Either angewekwa kwenye pressure na angeweza lakini aliamua kucheza mpira
pembeni zaidi, akiamua atapita na mlinzi Andrew Kofi Selele, angeweza kupita na ule mpira akachelewa. Azam FC kama kawaida wakaunasa katika spidi ya hali ya juu. Idinado anapiga vipas, Faisal Salum Abdallah anakwenda kumalizia miongoni mwa bao safi kabisa. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani Azam FC kwa siku ya leo walikuwa bora. Mistake ambazo wamezifanya Singida ni kana kwamba walisahau zaidi kumtumia, walianza kwa kucheza na double strikers, kitu ambacho kwa wao kilikwenda kuondoa nafasi katika eneo la mwisho la ushambuliaji. Kwa nini? Kutumia double strikers sio mbaya, lakini ni lazima uwe na viungo ambao wanaweza kucover space ya namba 10. Unamtumia hivi Sirupia, unamtumia Joseph Gede katika position ya juu ya ushambuliaji. Maana yake umeua namba 10. Kama hautapata mchezaji ambaye atakuwa anacheza zaidi ya majukumu ambayo anataka kuyafanya, kana kwamba unapoanza na hao washambuliaji wawili, umeua tayari namba 10 kule juu. Maana yake Morris Chuku, Alidi Aucho walikuwa na kazi ya ziada kutaka kufanya, kitu ambacho unaona Azam FC wanakuja kudominate mchezo katika eneo la katikati, mwisho wa siku wanakwenda kunufaika na mchezo kwa namna moja ama nyingine. Mimi niwapongeze Azam FC kwa mpango kazi wao mzuri, lakini Singida Black Stars bado wanayo maswali ya kujiuliza. Kipi hasa ambacho kimekuwa ni changamoto kubwa kupoteza kwa hawa majiant wote katika michezo yote mitatu waliokutana nayo timu zote kwa msimu huu? Ni waambie tu kana kwamba kamati ya saa 72 itakapoketi, Nasoro Mwinchui zamu hii hatopona, kwa sababu hakuna namna waweza kumwacha katika tukio lile. Amechezesha mchezo kwa kiasi kikubwa, ameweza kufanikiwa. Kuna tukio ambalo pia kwa upande wa Azam FC, James Akaminko mpira ulitua mkononi ndani ya penalty box, lakini pia kwa mwamuzi aliona kana kwamba mpira ulifuata mkono na akaweza kuamuru kana kwamba mpira uendelee. Kwa namna hiyo hiyo tunaweza tukasema kana kwamba pia haya ni matukio ambayo kamati itakwenda kuyarejea na kutazama ni namna gani wanakwenda kumdhibiti Nasoro Mwinchui. Lakini mimi nashangaa wakati amemfuata kapteni Lusajo Mwekenda kuzungumza naye, akamwambia kwamba pale Pascal Msindo aliweza kuruka, ni kwa namna gani angeweza kucheza pale pasipo kuruka, sababu kama asingeruka basi angeweza kujikuta hawezi kuendelea tena na uchezo na kuumiliki ule mpira. Kiufupi ni kwamba pamoja na kwamba aliucheza mpira Pascal Msindo, mlinzi hakuucheza mpira, bado alifanyiwa obstruction. Obstruction maana yake alizuiwa uwezekano wa kuendelea kuucheza ule mpira, kana kwamba ameua tayari shambulizi ambalo huenda lingeenda kuzalisha bao. Na moja kwa moja ukiua shambulizi kwa njia ambayo si sahihi ndani ya penalty box, ni mkwaju wa penalty. Sijui ametumia sheria gani Nasoro Mwinchui kutokuamuru kwamba ule ulikuwa ni mkwaju wa penalty kwa Azam Football Club.